TAPIFA ni jumuiya ya wafugaji wa nguruwe Tanzania ambayo inaunganisha wafugaji wote wakubwa kwa wadogo wa nguruwe Tanzania. Ni chama ambacho kimesajiliwa na kinafanya kazi chini ya mwongozo na taratibu za serikali. Tunawakaribisheni ili tuweze kusikia chochote juu ya kongamano kubwa la kimataifa linalotarajia kufanyika ndani ya nchi yetu hapa Dar es Salaam, kongamano la TAPIFA, kongamano la masuala ya nguruwe, la tasnia ndogo ya nguruwe, tasnia ndogo ya nguruwe linalotarajia kufanyika katika mkoa wetu Dar es Salaam. Kongamano hili ni kuleta teknolojia mpya za ufugaji wa nguruwe, mbegu na malisho. Hiyo ndio lengo haswa kubwa la hili kongamano. Sisi ni taasisi inayosimamia mnyororo mzima wa nyama na mazao yake nchini. Kwa hiyo habari zote zinazohusiana na nyama zimekasimishwa kwenye taasisi ya bodi ya nyama katika kusimamia, kuendeleza mnyororo mzima wa sekta ya nyama nchini. Kongamano hili ni la kihistoria. Kwa nini ni la kihistoria? Kwa sababu lilianza kama wazo South Africa 2022, lakini likafanyika kama utekelezaji wa hilo wazo Nigeria 2023, na wakiwa Nigeria wakapendekeza 2024 lifanyike Ghana. Utaona kwa hiyo miaka miwili Nigeria na Ghana zote ni kanda tofauti. Kwa hiyo 2025 ikapendekezwa basi ije Afrika Mashariki kwa sababu linabeba sura ya Afrika. Kwa hiyo kwenye East Africa ndo Tanzania tukapata nafasi hiyo ya kubeba kongamano kubwa la kihistoria ambalo ni la kimataifa linalozungumzia mnyororo wa thamani kuhusiana na mambo ya nguruwe na sekta nzima ndogo ya nguruwe. Ni kongamano ambalo halijawahi kutokea kwenye nchi yetu, ni mara yetu ya kwanza. Ni kongamano ambalo linaweka nchi za Afrika pamoja nasi. Tutakuwa na wazalishaji wakubwa duniani, tutakuwa na wadau mbalimbali wanaocheza kwenye mnyororo wa thamani, tutakuwa pia na wataalam kwa lengo la kutueleza tafiti mbalimbali zilizofanywa. Kwa nini watu waje kwenye kongamano? Watu waje kwenye kongamano kwa lengo moja la kujifunza, la kuona kwa macho. Hii ni sekta ndogo lakini ni sekta kubwa, inakuwa kwa kasi. Mtagundua kwamba kwa kupitia taarifa za wizara, sekta ya nguruwe inakuwa kwa kasi kubwa. Na kama inakuwa kwa kasi kubwa na nchi yetu imeshaingia kwenye uchumi wa kati, ifikapo 2031 uongezeko au uhitaji wa hii nyama pendwa kama sehemu ya protein unaongezeka. Sasa ili watu waweze kufuga kibiashara ni lazima wakae na kujifunza na wenzao. Sasa kwa kuwa serikali nchi yetu imeingia kwenye uchumi wa kati na bado wafugaji wengi hatuna elimu wala elimu pana kuhusiana na huu ufugaji au hata elimu pana kuhusiana na kuongezea thamani, na ndio maana kulipotokea hii fursa ya hili kongamano tukaona hapana, ni mahali sahihi. Watu waje waone. Wazalishaji mbegu wakubwa duniani watakuwepo kama mfano PIC kutoka Ufaransa, kutoka Denmark watakuwepo, na wengine ambao mpaka sasa wameshashiriki. Lengo ni nini? Lengo ni kuonyesha ukuaji wa hii sekta, tupunguze importation na tuongeze exportation. So far tunatarajia kuwa na wageni kutoka nje ya nchi wasiopungua 250. Lakini pia kwa nini 250? Ni kwa sababu hii sekta inakuwa. Na kama sekta inakuwa, tunataka kuionyesha dunia kwamba ufugaji wa nguruwe Tanzania ukilinganisha na miaka ya nyuma unaenda ukikua. Tukisikiliza hata kama tukipitia ile bajeti ya wizara ya 25-26 ilionyesha jinsi ambavyo sekta inaweza inaongezeka na kuchangia kwenye kipato cha nchi. Lakini wageni watu wangapi tunaotarajia wafugaji? Takriban watakao kuja kwenye onyesho letu ni wasiopungua 1000. Kuna watu kuna vizimba
ambavyo watu watakuja kwa ajili ya kujionea. Kuna watakao shiriki online, kuna watakao shiriki kwa moja kwenye kukaa. Kwa hiyo ni kongamano ambalo litaonwa nchi nzima na duniani kote, litarushwa live. Kwa hiyo wengi watalionea na wako tayari, wengine wameshajisajili. Kama ambavyo mnafahamu, TADB ni benki ya ni taasisi ya kifedha ya serikali ambayo malengo yake makubwa ni kuleta mageuzi kwenye sekta ya kilimo, ufugaji pamoja na uvuvi. Kwa hiyo kama wadau muhimu kwenye sekta hii ya nyama, tumeona tushirikiane na wenzetu wa TAPIFA kwenye kuwezesha kongamano hili ambalo litafanyika mwezi huu, na tunatoa rai kwamba tunawakaribisha wadau wote mje mpate kuona TADB inafanya nini. Kwa mwaka huu tumetimiza mwaka wa 10 toka tumeanza shughuli zetu kama taasisi ya kifedha. Kwa hiyo karibuni mpate fursa za kupata mikopo, lakini elimu bora itakayowafanya kuleta tija kwenye shughuli ambazo mnazifanya. Kampuni ya Three Shule Exim ni kampuni ambayo inafanya kazi zake hapa nchini, na tuko pamoja na jumuiya ya wafugaji wa nguruwe Tanzania. Kwa hiyo kwa nafasi hii, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, niwakaribishe sana wafugaji wote wa nguruwe kwenye kongamano hili. Kampuni ya Three Shule Exim tuna bidhaa nzuri kwenye upande wa kumfanya nguruwe aweze kukua na ili mfugaji aweze kupata faida. Kwa hiyo tutawaletea bidhaa pendwa zote ambazo zitawasaidia wafugaji kufuga kwa faida na matokeo makubwa sana. Tuwakaribishe sana, tutakuwepo pale na kampuni na matawi nchi nzima. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba tuwakaribishe sana wafugaji wote ili muweze kupata nafasi ya kuona bidhaa pendwa za nguruwe, namna ya kujifunza kuhusiana na ufugaji wa nguruwe, na pia muweze kujipatia bidhaa zile ambazo zitasaidia nguruwe wenu waweze kufugwa kwa matokeo. Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition ni international company inayojihusisha na kuuza virutubisho kwa ajili ya ufugaji. Kwa hiyo sisi tumebezi katika kumrahisishia mfugaji namna rahisi ya kuweza kujitengenezea chakula chake, na tupo Tanzania nzima. Tutakuwepo kwenye kongamano na karibuni sana kwa ajili ya kupata elimu. Watakuwepo wataalamu wetu pale wote na bidhaa zitakuwepo na namna rahisi ya kuweza kuchanganya ili tuweze kupata matokeo katika ufugaji wa nguruwe kwa sasa hivi. Karibuni sana.